Barua ya kocha namba 155. Jenga tabia hizi mbili na utashinda milele. Rafiki yangu mpendwa, kwenye safari ya mafanikio watu wengi wamekuwa wanaanza wakiwa na shauku kubwa, mipango mizuri, matumaini makubwa ya ushindi, lakini wanaishia kushindwa vibaya sana. Wanaishia kushindwa baada ya kukutana na changamoto, baada ya kukutana na magumu, baada ya kupitia mambo ambayo hawakutarajia kama wangeweza kuyapitia. Sasa ili uweze kushinda milele, manake ushinde kwa uhakika na ubaki kwenye ushindi, kuna tabia mbili muhimu sana ambazo unapaswa uzijenge. Kwenye barua hii ya kocha, mimi tabia hizo kwa kina na namna ambayo unapaswa kujijengea ili sasa uweze kushinda kwa uhakika na uweze kushinda milele. Tabia ya kwanza ni kugeuza swali unalojiuliza. Watu wengi wakutana na ugumu au changamoto huwa wanajiuliza, inawezekana kweli? Itafanikiwa kweli? Watu watasemaje? Itakuwaje? Maswali hayo huwa yanaishia kukatisha tamaa, kuona kwamba ni ngumu, haiwezekani, hali na kadhalika. Na hapo mara nyingi kwa ni mwisho wa safari. Sasa ili uweze kushinda milele, unatakiwa ugeuze swali, na badala ya kuuliza maswali hayo jiulize itachukua nini? Inahitaji nini? Nini hasa kinachohitajika? Sawa sawa. Sasa hili ni swali ambalo linafanya sasa uweze kujua kwamba kwamba nimeshakutana na huu ugumu, changamoto, kikwazo. Swali si kwamba inawezekana. Swali si kwamba nitafanikiwa sitafanikiwa. Swali ni inahitaji nini ili nipite hapa, ili nifanikiwe. Swali hili linaondoa hali ya ugumu na kuleta hali kwamba uweze kuona nini hasa unapaswa kufanya ili upate matokeo unataka kuyapata. Moja ya swali lenye nguvu sana ambao kujiuliza unaondoa kila kikwazo ambacho kiko mbele yako. Sababu sasa hauanzi kujipa wasiwasi, bali unajua sasa hapa nitavuka, lakini natakiwa nifanye nini? Sasa ni sana ufike mahali ambako unatakiwa labda ulipe nauli upite. Sasa ulipe nauli upite. Utasema mimi siwezi kulipa tena nauli upite, wakati kwa labda nikivuka ulipe nauli upite. Kwa hiyo ni tabia ya kwanza na swala kujiuliza. Tabia ya pili ni usikubali hapana kama mwisho wa hadithi yako. Unajua kwenye hii dunia hakuna sehemu au chochote unataka alafu ukapewa tu. Yaani watakwambia haya sawa ndio nenda. Hakuna. Watu watakwambia hapana. Ni mteja unataka ununue atakwambia hapana. Ni mwekezaji anataka kukupa hela atakwambia hapana. Ni mtu unataka kushirikiana naye atakwambia hapana. Hapana zitakuwa nyingi sana kwenye safari yako ya mafanikio. Lakini hapana haimaanishi kwamba haiwezekani. Haimaanishi kwamba ni mwisho. Bali ni namna ya kuona kwamba nini hasa napaswa kufanya ili nipate kile ambacho nakitaka. Usije ukasikia hapana ukasema basi imeshindikana haiwezekani tena. Jiulize ni nini ambacho bado sijafanya, nini ambacho bado sijajua, nini ambacho bado sijaonyesha, ni sema gani ambacho bado sijaitoa ili mtu aweze kusema ndio. Ukiweza hilo, manake watu watakuwa tayari kukwambia ndio. Watakupa kile ambacho wanakitaka na hilo litakusaidia wewe kuweza kupiga hatua kubwa. Sasa kitu kingine ambacho kimeweza barua hii ni kufanya kile kinachohitajika. Sawa. Wao kuna ile kauli kwamba nimefanya kila kinachowezekana lakini imeshindikana. Haufanyi kinachowezekana, unafanya kinachohitajika. Hata kama haufurahi ukifanya. Sawa. Usiishie kufanya kinachowezekana, fanya nini kinahitajika kufanyika ili upate matokeo unayotaka. Hiyo ndio fikra unataka kuwa nazo. Sio kinachowezekana, kinachohitajika. Na ukifanya kinachohitajika, hauwezi kushinda jambo lolote lile. Ushindi ni uhakika. Sasa kubwa sana hata utokana na barua ni kwamba muunganiko wa hizi tabia mbili unabadilisha kabisa hali ya mambo. Kitu ambacho tunakiona ni kigumu hakiwezekani kinakuwa chepesi kinachowezekana. Pale ambako watu wanaona ni mwisho unakuwa ndio mwanzo. Unaona milango imejifunga inafunguka. Na mwisho mambo mengi unayotaka sio magumu kama unavyofikiria. Inahitaji mtu ambaye ameacha kutafuta ruhusa na ameanza kutafuta njia. Na naamini kabisa unaweza kuwa mtu huyu ambaye anashinda kwa uhakika kwa sababu utageuza swali na hautakubali hapana kama mwisho wa hadithi yako. Ingia kwenye Tanzanite Skills Academy, nenda kwenye barua au newsletters, fungua barua ya kocha na fungua barua namba 155 usome
na ukaishi kwa tabia hizi mbili? Geuza swali liwe itachukua nini, na usikubali hapana kama hadithi yako. Fanya kile kinachohitajika na sio kinachowezekana, na siku yako ya leo itakuwa bora sana kwa kuishi tabia hizi mbili. Kila la heri.